ni pendo la namna gani alilotupa Bwana tuitwe wana? Ni jambo ambalo tumelificha na hatujataka kuliingia ndani, juu ya pendo tulilonalo kwa Kristo Yesu Kristo. Lakini siku ya leo nataka nikufundishe jambo hili, ukuu wa pendo hilo na tumaini tulilonalo katika Yesu Kristo. Kichwa cha somo, andika tumaini tulilonalo katika Yesu Kristo. Kabla tujaendelea, ni kama mara ya kwanza unatufuatilia katika channel hii, bonyeza alama ya kengele, subscribe, kisha share video zetu mtandaoni, na utakuwa unatufuatilia kila tutakapokuwa mtandaoni na unapata taarifa zetu. Yes, ni Biblia katika kitabu cha Yohana sura ya 3. Yohana wa kwanza sura ya 3 na mstari kuanzia wa 3 na 4. Napenda sana kusoma mstari wa 3. Kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Mwanzo anasema, mwanzo hapa mstari wa 3, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui. Usihangaike kutambuliwa na ulimwengu. Kama umeshakuwa mwana wa Mungu, ulimwengu hutokutambua, kwa kuwa haukumtambua yeye. Baba yako hakutambulika. Yesu hakutambulika. Yesu ulimwengu ulimkataa, baba lao mwenyewe. Lakini wewe ni nani? Nataka ulimwengu ukupende, afu na uendelee na utumishi, afu na ulimwengu unakupenda. Nothing you do, unafanya kazi bora. Kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Mungu wetu ni mtakatifu sana. Mungu wetu ni mtakatifu mno, na nguvu ya utakatifu huo ipo ndani yetu ikiwa tutamtumaini yeye kwa kigezo kimoja tu, kigezo cha kumwamini, cha kumtumaini na cha kumfanya yeye Yesu Kristo wa ngazi za maisha yetu. Tumaini tulilonalo ni katika Yesu Kristo pekee. Tumaini tulilonalo ni katika Yesu Kristo pekee. Na katika Yesu Kristo tumaini hilo, sharti ni moja. Hakuna sharti lenyewe. Hakuna tumaini lisilo na masharti. Hakuna mkopo usiokuwa na credentials au ribas. Lakini tumaini hilo tulilonalo katika Yesu Kristo, tunapaswa kuwa ni watu mtakatifu. Biblia inasema kila mwenye tumaini haya, ikiwa tu umemtumaini Yesu Kristo, jitakase siku hata siku. Ikiwa umemtumaini Yesu Kristo, jitakase siku hata siku. Hawajui matendo yako. Inawezekana umemkosa Mungu kufikiri, kuonja, kuona, kutembea kwa ubongo na fikra zako na mawazo. Umemkosa Mungu. Lakini Bwana anakuambia siku ya leo, wewe mwenyewe anakuambia siku ya leo, wewe mwenyewe, kwamba kwa sababu unalotumaini katika yeye, hakikisha unajitakasa. Ukishindwa kujitakasa, hauna tumaini pia katika yeye, kwa sababu yeye anasema hivyo. Kristo mwenyewe anasema hivyo, aliye na tumaini katika Bwana jitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Basi nasi tuwe watakatifu, basi nanyi iweni watakatifu. Nalipenda sana neno la Mungu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki mno. Tumaini ulilonalo katika Kristo, sharti lake ni moja tu, jitakase. Kama wewe mwenyewe unavyoweza kumpa mtu masharti, kumpa mtu masharti baada ya kumkabidhi kitu chako, baada ya kumwelezea vitu vyako, ukampa masharti yako, hayo maelekezo, hizo taarifa zisipokuwa na kigezo cha uthibitisho, au zisipokuwa na uthibitisho kutoka
let's say sehemu fulani, zisipokuwa na uthibitisho, zisipokuwa na muhuri, taarifa hizo haziwezi zikawa zina ukamilifu. Ndio maana maneno ya Mungu yanagonga muhuri katika kitabu hiki kwamba kila mwenye matumaini katika Yesu Kristo anajitakasa. Anafanya nini? Anajitakasa kama yeye Mungu alivyo mtakatifu. Basi nasi tuwe watakatifu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya neno, lakini kama ndipo unatufuatilia siku ya kwanza, kukumbusha bonyeza alama ya kengele, subscribe, kisha share video hii kwa rafiki na ndugu jamaa ambao wanaweza kuona watabarikiwa pia kwa video hii. Moja kwa moja nikutakia wakati mwema na siku njema. Endelea kutufuatilia pamoja katika mitandao ya kijamii. Jina la NG Video Production. Ulikuwa nami siku hii ya leo, Mwalimu Adili Mesha Kimendamenda. Nikutakia saa mwema na Mungu akutunze. Asante Mtakatifu kwa ajili ya neno lako takatifu la siku hii ya leo. Nibariki na unitakase kupitia damu na jina lako Yesu Mtakatifu. Tunashukuru tukiomba. Amen.